Ikhtisaran kwamba hutuba yetu ya leo itazungumzia masharti ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam watahdhiru bimukhalafati sunna, na kuhadharisha kuikhalifu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi watukufu Islam, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqana lina'budahu haqqa dhalika wa athbatahu fi qawlihi ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لنعبد الله، tumeumbwa ili tumwabudu Allah tabaraka wa taala, na Allah amethibitisha hilo ndani ya kauli yake. Hakutuumba majini na wanadamu ila kwa lengo la kuabudu. Sikuwaumba majini na wanadamu ila kwa lengo la kuabudu, waniabudu. Wala na'budu illa Allah tabaraka wa ta'ala, na pia inatakiwa tuthibitishe na tufanye hivyo kwamba tusiabudu ila tumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Wala na'budu illa bima shar'a, na kwamba tunapomwabudu kwa vitu hivi viwili lazima viwepo. Hatutoabudu ila kwa lile ambalo amelisharia Allah tabaraka wa taala kuwa ni ibada. Huwezi kuingia tukafanya ibada kama ibada illa bima shara'ahu Allah. Ametuumba kwa ajili ya kuabudu, na namna ya kuabudu pia ni ibada gani tutaifanya kaielekeza Allah tabaraka wa taala biwasitati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, kupitia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa natakiwa tuthibitishe mambo mawili, la kwanza la kumwabudu Allah tabaraka wa taala pekee, la pili tumwabudu kwa ibada aloisharia Allah tabaraka wa taala na si vinginevyo. Sasa basi, msingi alioweka Mtume sallallahu alayhi wasallam ni huu ufuatao: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Yeyote atakayefanya ibada, amila amalan, inayokusudiwa hapa ni ibada, sio biashara unayoifanya, ujenzi, kilimo. Kinachokusudiwa hapa ibadatullah. Man amila amalan, yeyote atakayeabudu, atakayefanya ibada yoyote, laysa alayhi amruna, haipo katika dini yetu ibada hiyo, fahuwa raddun, ibada hiyo atarejeshewa batil. Ibada hiyo ni ovu, linahesabika, na ovu mtu anapata madhambi, haikubaliki. Katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala lazima kuthibiti na kukamilike vitu viwili: al-ikhlasu wal-mutabaa. Lazima uhakikike kwenye ibada unayoifanya una ikhlasi ndani ya moyo wako, una mutabaa ndani ya moyo wako. Ikhlas ni amali, ibada unayoifanya ufanye kwa ajili ya muumba wako, rajaan thawaban minhu. Ta'mal lillah rajaan thawaban minhu. Awalan, unafanya ibada hii kwa ajili ya muumba wako, utii amri yake alokuamrisha juu ya ibada hii. Halafu la pili, unataraji malipo kutoka kwake. Hiyo ndio ikhlas. Jambo la pili, almutabaa, na hapa ndiyo hutuba yetu. Mutabaatu rasuli sallallahu alayhi wasallam, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye ibada unaoifanya. Namna ya kumfuata Mtume, utamfuataje? Haya masharti ndio yanatakiwa tuyafahamu. Kabla ya kuingia kwenye masharti haya,
ikhlas na mutabaa wanachuoni wameizungumza. Fudail ibn Iyad rahmatullahi alayhi aliposoma aya katika suratul Mulk, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kwenye neno ayyukum ahsanu amala kipande cha mwanzo kinajulikana, kaumba uhai na umauti ili akupeni majaribu, akupeni mtihani, ni nani atakayefaulu, atakayefanya ibada nzuri. Ayyukum ahsanu amala, amala ni ibada, ahsan ibada nzuri. Akasema ahsanu amal an yakuna sawaban khalisan. Ahsan ni sawaban, khalisan ndio kwenye amali. Akasema ibada hii anaoifanya mja iwe ibada hii sawaban, iwe ni ibada ambayo iko sawa sawa, imetimia sawa sawa, na iwe ni ibada ambayo ni khalis. Wakamwambia ya Aba Ali, kaifa yakunu ibadatan sawaban khalisan, ibada inakuwaje ni sawa, iwe ibada ni ya sawa na iwe ni ibada yenye ikhlas. Akasema amma al-amalu idha kana khalisan wa lam yakun sawaban fahuwa amalun batilun mardud, wa amma idha kana khalisan wa lam yakun sawaban fahuwa amalun batilun mardud. Vitu vyote viwili, fa amma idha kana sawaban khalisan fahuwa amalun maqbulun, amma khalisan an ya'mala lillah, wa amma sawaban an yakuna ala sunnah. Akasema ibada yoyote atakaifanya mja wa Allah tabaraka wa taala inatakiwa iwe inafanywa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kama tulivyoeleza. Inapokuwa imefanywa ibada hii kwa ikhlas, kama tulivyoeleza ikhlas, lakini ibada hiyo sio ya sawa sawa, haikufuata sunna lakini na ikhlas, amali hiyo ni batilun, mtu anapata dhambi hata kama ina ikhlas. Ibada hiyo anapata dhambi, amefanya kwa ikhlas lakini ina khalifu sunna, amali hiyo ni batil, anapata dhambi. Akafanya ibada ambayo ni ya sawa sawa, anafuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ibada hiyo haina ikhlasi ndani yake, ibada hiyo pia ni batil. Ibada hiyo anapata madhambi, haina ikhlas lakini ibada hiyo amefuata sunna. Ikhlas tulishaeleza, ay'amala lillah rajaa thawaban min, afanye kwa ajili ya Allah na analipwa na Allah tabaraka wa taala. Sasa ibada yake ni muwafaqa lisunna lakini haina ikhlas, ni batil ibada hiyo, anapata madhambi kama riya na sum'a na vingine. Akawaambia lazima vitu hivi viwili viwe pamoja, iwe ibada ina ikhlas ndani yake, wa an yakuna ala sunna, ay mutaba'atu nabii sallallahu alaihi wasallam. Katika masharti ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ibada, Allah tabaraka wa taala ameweka kigezo ndani ya Qur'an, akasema ma atakumur rasul fahudhuhu, lam yati an-nabii sallallahu alaihi wasallam illa bil ibadat. Alichokuja nacho mtume wa Allah kwenu akawaleteni, kipokeni, kichukueni. Wa ma nahakum anhu fantahu, na alichokukatazeni kaeni mbali nacho, acheni. Kakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ibada ambayo iko tofauti na mafundisho aliyofundisha yeye. Sasa
kabla hatujaingia kwenye masharti, tupate tafsiri ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwanachuoni wa mwisho Sa'id ibn al-Musayyib. Ra'a Sa'id ibn al-Musayyib rajulan yusalli fi waqti nahyin rak'atin kathiratin fanaha faqala ya Aba Muhammad ayu'adhibuni Allahu 'ala as-salati qala la lakin yu'adhibuka bi mukhalafati as-sunnah. Sa'id ibn al-Musayyib Abu Muhammad alimuona mtu anasali rakaa katika muda ambao ni haramu kuswali ndani ya muda huo. Watu wafikiri wanajua awqatul manhiy salatu anhu, wanajua hizo nyakati. Yeye shekhe mkubwa akamuita, akamkataza, kitendo unachokifanya ni haramu, unaswali katika wakati ambao ni manhiy, muda uliokatazwa kuswali. Tena sio rakaa moja, na swali rakaa nyingi. Akamwambia ya Aba Muhammad, Baba Muhammad, ayu'adhibuni Allah ala salati, Allah ataniadhibu kwa kuswali. Unanigombeza nimeswali kwenye muda sio, ni haramu, je nitaadhibiwa kwa kuswali mimi? Katika majibu ambayo wanawachuoni wanastaajabu ya huyu mwanachuoni mkubwa rahmatullahi alayhi Sa'id ibn al-Musayyib, katika kibaru tabi'in, amesoma kwa maswahaba, akamwambia la, Allah hatakuadhibu kwa kuswali, lakinahu yu'adhibuka bi mukhalafati as-sunnah, ila takuadhibu kwa kukhalifu sunna. Kana kwamba namtengenezea shubha, yani wewe unawakataza mpaka watu kuswali eti wataadhibiwa kwa kuswali. Hii swala hii itakusababisha uadhibiwe kwa sababu imekhalifu sunna. Akaachana na swala kwa hiyo utaadhibiwa kwa kukhalifu sunna. Mtu aadhibiwe kwa kuswali, unaadhibiwa kwa kutomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake. Swala isiyokuwa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi akasema, wa hadha min bada'i ajwibati Sa'id ibn al-Musayyib, wa raddun qawiyyun 'ala al-mubtadi'ah alladhina yastahsinuna al-bid'ata wa yattahimuna ahla as-sunnati annahum la yadhkuruna Allah ولا يصلون النوافل ولا يحبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أهل السنة يحذرون الناس بمخالفة السنة النبي صلى الله عليه وسلم. So katika majibu mazuri na ya kutisha ni majibu haya aliyoyatoa Sa'id ibn al-Musayyib, na ni jibu zito, ni hoja nzito kwa watu wa bid'a ambao wanafanya kila jambo, anasema hili ni zuri, nina ubaya gani? Ni ibada hii, mtu hawezi kuzuiliwa kufanya ibada, mtu hawezi kuzuiliwa kusoma Qur'ani. Kwenye maulidi sisi tukikusanyika tunasoma Qur'ani, tunamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunawasilimisha watu, hata kama mfumo ni mbovu, kaona mfumo wake. Wakiwatuhumu Ahlus Sunnah wal Jamaa ni watu ambao hawajibidishi na kusali nawafili, watu hawajibidishi kufanya dhikri. Dhikri yenyewe ni hivi, wanakataa kufanya dhikri. Hii mnaijua, hii ni mifano iko wazi, lakini wanawaelekeza watu dhikri alifanyaje Mtume sallallahu alaihi wasallam, walifanyaje masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, je hii imepokelewa kwao? Wakikatazwa hili kumkhalifu Mtume, wasema hawa wanakataa dhikri, bali Ahlus Sunnah wal Jamaa hum dhakiruna Allah kathira, ndio wanamdhukuru Allah kwa wingi. Wanakataa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukataa kufanya sherehe za maulidi, bali wao ndio wanamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi. Ahlus Sunnah wal Jamaa, hoja ni kwamba wanawakataza watu na bid'a. Tuone masharti 6
ambayo ameyataja al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi kwa haraka haraka. Sharti la kwanza, an yakuna ibadatan muwafiqatan lishar'i fi sababiha, iwe ibada anayotaka kuifanya mja wa Allah inawafikiana na sheria ya Allah tabaraka wa taala katika sababu ambayo iliyopelekea ibada hiyo iwepo. Mtume sallallahu, mfano wa sababu ya kuwepo ibada, Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano mdogo, aliulizwa, kwa nini unafunga ya Rasulullah siku ya Jumatatu? Akasema, dhaka yaumun wulidtu fihi, hiyo ni siku ambayo nimezaliwa mimi. Kumbe sababu ya kufunga Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Jumatatu ni kwa sababu kazaliwa yeye. Sababu iliyofanya ibada hii amke nayo ya kufunga kila Jumatatu na kuitukuza siku hii ya Jumatatu ni kwa sababu ni siku aliyozaliwa yeye. Akitokea mtu mwingine akasema, mimi nafunga siku ya Jumatatu. Kwa nini nafunga? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala aliniokoa kutoka kwenye ufakiri nikawa tajiri. Mtaji niliupata siku ya Jumatatu. Sababu ya utajiri wangu, nilipata mtaji siku ya Jumatatu, ndio maana nikaondoka na ufakiri moja kwa moja. Siku hii naitukuza kwa kufunga kwa sababu niliondokana na ufakiri. Tunasema ibada hii ni bid'a. Sababu iliyofanya afunge Jumatatu sio sababu iliyomfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga. Sababu ya Jumatatu ni kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kuadhimisha kuzaliwa kwa mtu yoyote, sio kuadhimisha utajiri wa mtu yoyote aliondokana na ufakiri. Mamoja kwamba ibada ya kufunga Jumatatu anayo, ila sababu ya kufanya wewe kufunga Jumatatu ni nini? Lau kana khairan la sabaquna, wangetangulia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuitafuta siku aliondokana na ufakiri, wao wanaiadhimisha. Kwamba hata kama unakiona wewe ni kizuri, hakukifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada, ni batili. Kafunga Jumatatu, lakini kufunga kwake sio kuiadhimisha Jumatatu ya kuzaliwa Mtume, bali ni Jumatatu ya kupata yeye utajiri kuondokana na ufakiri. Kuna mtu mmoja yeye anajiita ni fasaha katika talbis, Allah muongozi, na hatuna nafasi ya kutaja majina ya watu. Shekhe mmoja akasema, niliwauliza mimi wale wanaokataa kusoma maulidi, klipu inatembea, je, nikisoma mimi Qur'ani kwa lengo la kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nitapata thawabu ya kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yule jamaa ambaye hasomi maulidi anakataa, akasema ndio utapata thawabu. Akasema ni ufahamu mdogo tu, jamaa hawana ufahamu. Yaani sisi Rasulullah wal jamaa hatuna ufahamu wa kuelewa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunasema hata aliyomjibu vile vile kwamba unapata thawabu hana ufahamu kama yeye. Ni bid'a kuadhimisha mazazi ya Mtume, sio kwa kusoma Qur'ani, sio kwa kutoa sadaka, sio kwa kusilimisha watu, ni kwa kufunga. Hii ndio ibada. Sababu iliyofanya Mtume aadhimishe mazazi yake ni nini? Ni kufunga. Alifunga kwa sababu alizaliwa. Sasa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuona Qur'ani ndio inafaa kusoma kwa kuadhimisha mazazi yake, ndio unaifahamu zaidi. Hakuona kutoa sadakati au kusilimisha watu ndio bora zaidi afunge, wewe ndio unaelewa zaidi. Mutaba'atu nabii sallallahu alaihi wasallam fi sababiha, sababu iliyopelekea afunge ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anajiita fasaha kwa talbisi hizi. Unafunga kwa nini ya Rasulullah? Hii ni siku niliyozaliwa, kwa hiyo naitukuza na iadhimisha kwa kufunga, sio kwa kufanya sherehe na nderemo. Kuadhimisha kitu ni kitu baki na kufanya sherehe ni kitu baki.
Sababu tumeiona, jamaa anamtoa kwenye sababu, anambia tusome Qur'ani basi. Yani ili tuitukuze siku hii tusome Qur'ani badala ya kufunga. Ni bid'a pia, ni batili amali hii. Pamoja Qur'ani si haramu, upate thawabu bali unapata madhambi, umekhalifu ibada aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa atqa minka wa min ashabik, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mcha Mungu kushinda wewe na jamaa zako, kushinda umma wote. Anaijua Qur'ani kuliko wewe, anajua kutoa sadakati kuliko wewe, anajua kuchinja. Akasema leo siku hii na mwaga mbuzi kuchinja, kusherehekea siku ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa mimi. Asifanye siku kule lakini anagawa nyama sadakati, alisha mayatima. Akusiona hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ibada hii ni batili pia. Muwafaqatu shari'ati Allah tabaraka wa ta'ala fi jinsiha, ibada unayoifanya iwafikiane na sheria ya Allah tabaraka wa ta'ala aliyoishusha katika aina ya ibada. Aina ya ibada ya kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni as-siyam wa sama bihi nabii sallallahu alaihi wasallam wa sahabu. Ibada ya kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni funga na sio vinginevyo. Kwa hiyo funga zetu za ibada zetu za kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isiwe ni kusilimisha watu, isiwe ni kulisha mayatima, isiwe ni kutoa sadakati mbalimbali, isiwe ni kusoma Qur'an, isiwe ni hija na umra, bali iwe ni nini? Iwe ni funga. Ndio jinsi ya ibada. Aina ya ibada aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mazazi haya ni nini? Ni funga. Wewe umemkhalifu, unasoma Qur'an, unasema kwani Qur'an ni haram? Qur'an si haram, hilo taadhibiwa kwa kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ibada ya kuadhimisha mazazi yake. Wewe kazua ya kwako. Swali dogo, kama katika kila ibada mtu anaweza kazua fikra akahamisha kaleta ibada akaiona bora kuliko ile, hebu mtu ajitie sasa kizaazaa, ajitie ujasiri kwenye rukuu alafu anasoma suratul Fatiha. Hata huyo anasema ufahamoni ndio anambia hii ibada sio hii. Kwa nini sio? Inakhalifu sharia. Kwenye sijida yeye akaanza Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, salatu ala nabii fi fadl adhim. Kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fadhila kubwa. Kwa hiyo mimi kwenye sijida baada ya tasbih peke yake naanza kufanya hii dhikri. Vipi? Ibada yako ni batil. Kwa nini? Mukhalafatu nabii sallallahu alaihi wasallam. Kumsalia Mtume sio haramu, ila umeifanya ibada ambayo lam yusharra fi. Tusifanyane talbisi katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya sisi tunasema kwenye kisimamo cha swala ina mfumo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha, haya wewe simama, anza kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo mwisho baada ya takbira. Kila kirudi kwenye kiamu wewe kumsalia Mtume, swala inakubalika, anakuambia hiyo swala hii ni batil. Kwa nini? Wakati salatu ala nabii ibadatun wal fatihatu ibadatun. Tunasema haya yote ufahamu ni mdogo wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kwenye haya tu anafuata Mtume, kila ibada anafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaelekeza abudiwe vipi Allah. La tatu, ayakuna al-ibadatu muwafaqatu lish-shar'i fi qadriha. Ibada unaoifanya iwafikiane na ile aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiwango chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga siku ya Jumatatu kuadhimisha kwa kuzaliwa kwake. Sasa wewe ukasema Jumatatu tu mimi nitafunga wiki nzima na adhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unasema hii pia ibada ni batil. Kiwango ni siku moja tu. Kiwango ni siku moja. Rabi'an, أن يكون العبادة موافقة لشريعة الله تبارك وتعالى في كيفيتها. ibada hii iwafikiane na ibada iliyoshar'iwa na Allah tabaraka wa taala
kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kaifia ya kutekeleza ile ibada. Sasa huyu anasema hawa wanaokataa maulidi akili zao wana ufahamu mdogo sana. Anaonyesha kidogo ufahamu ni mdogo sana. Ni ufahamu. Yaani kaifia ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyoelewa maswahaba ni kufunga Jumatatu. Si ndio kaifia yenyewe? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha kufunga Jumatatu. Hawa ufahamu wao ulikuwa ni mdogo. Wewe ukihamisha kwenda kusoma Qur'ani, lisha mayatima, silimisha watu, wape mawaidha, wewe ndio ufahamu wako mkubwa sana. Hawakuliona wao. Hii yote ni kuitia talbisi sunna. Watu wasiweze kuifuata sunna. Mimi niliamua nisizungumze mambo ya Ramadhani, nimezungumza mashehe wamemaliza na wanaendelea kumaliza. Hili ndio muhimu, kunusuru sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenendo wake katika ibada, kaifia ya kutukuza na kuenzi na kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam siku aliyozaliwa ni kufunga, sio kufanya ibada nyingine unaoiona wewe. Hata kama kaenda umra mara 20 unasema unaadhimisha, bali ibada yako ni batili na unapata madhambi kwenye umra yako. Umekhalifu nini? Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khamisan, la tano, ayakuna ibadatu muwafaqatu li shar'i fi zamani. Iwe ibada unaoifanya wewe inakubaliana na sheria ya Allah ndani ya muda iliyofanywa ibada hiyo. Ndani ya muda iliyofanywa ibada hiyo. Kama ibada inafanyika Jumatatu, wewe ukasema mimi nitafunga siku ya Ijumaa kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, muda ni Jumatatu, wewe unaadhimisha Ijumaa, unafunga hii sunna kwa lengo la kutukuza mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unasema ibada yako ni batili na unapata madhara. Unajua fadhila ya funga? Yaani mtu yuko kisheria kwenye ibada ya funga, lakini hayuko kwenye kisheria kwenye muda wa kufunga ni Jumatatu, ibada hii ni batili. Huwezi kumuuliza mtu nitaadhibiwa kwa kufunga. Naam, utaadhibiwa kwa kukhalifu sunna. Funga hii unayofunga ni ipi? Au mtu akafunga Alhamisi akiwa na malengo anaadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Alhamisi na sababu yake. Muda alofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada ile, wewe pia ufanye muda ule ule. Wafikiana jinsi ya ibada. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi alipiga mfano akasema, farasi analiwa na ana thamani kubwa pengine kuliko ng'ombe na ngamia. Mtu akaamua siku ya udhiya akamchinja farasi. Kachinja farasi hata 1000. Hii mnaionaje, nikaaje? Maana yake ni kwamba kafanya amali kubwa zaidi kuliko yule ambaye angechinja kondoo mmoja, bali huyu kafanya amali ovu zaidi yule alochinja mtoto wa kondoo wa miezi 6. Huyu ndio ibada yake imekubalika, kwa sababu kinachotakiwa kuchinja hapa ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo, sio farasi. Au mtu siku hiyo akasema mimi kwenye kuchinja nitachinja kuku 100,000 wa kienyeji ili watu wajimwage na nyama nzuri. Na hakuna nyama inapendwa kama kuku. Mtu akisikia ni kuku, basi hapo mpaka na damu zinacheza. Sasa kuku 100,000 amechinja mtu, hakuchinja hata kondoo moja. Sema hii ndio udhiya yangu kwa uwezo niliokuwa nao. Ukiangalia thamani ni milioni, mabilioni ya hela, lakini kwenye kondoo pengine ilikuwa ni 20,000. Huyu amali yake ni batil na anapata madhambi kwa sababu ni mukhalafa sunna. Istahsana, ameona ni jambo jema awafurahishe watu kwa mtindo huo. Si ibada kachinja na kuku lazima useme bismillah Allahu akbar kama mnyama mwingine. Lengo sio kuchinja kuku, lengo ni ihraku dami
shatin au kharufin au bakaratin au jamal. Lengo ni kuchinja bahimatul an'am, sio kuku. Sasa kwa mtu anajiona yeye ana ufahamu wake ndo anaelewa sana dini, haihitaji kuelewa. Dini ni mutaba'atu nabii sallallahu alaihi wasallam. Dini haihitaji kuelewa ufahamu wako wewe. Dini inataka ufahamu wako ufuate kama aliyofundisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye kaona hapo kafanya istinbat al-hukm na ana nafasi hiyo. La mwisho la sita, ayakuna muwafaqatu shari fi makaniha. Iwe ibada unaoifanya kama inahusika na sehemu, basi ihusika na sehemu kama alivyoelekeza Mtume kaifanya kwenye sehemu hiyo pia. Mfano, itikafu ndani ya mwezi wa Ramadhani inatakiwa ikaliwe msikitini, au nje na Ramadhani inatakiwa ikaliwe msikitini kwa nia ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa muda utakaopanga. Msikiti wenyewe uwe unaswaliwa swala ya jamaa ya imamu ratib. Halafu wewe ukasema mimi nitakaa itikafu chumbani kwangu tena na kiamu laili naendelea, ukanuia itikafu, ibada yako ni batil na kiamu yako laili. Sababu sheria ni watu msikitini, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jamaa aliyotia nia akaweka nadhiri ya kwenda kuchinja ngamia Bibuwana ambayo iko kati ya Makka na Madina, akamwambia ya Rasulullah, mimi nimeweka nadhiri kwenda kuchinja ngamia Buwana. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuuliza yeye, anauliza maswahaba, akana fihi wathanun min awthani al-jahiliyyah tu'badu, je, kulikuwa na masanamu yanaabudiwa? Faqalu la ya Rasulullah, sehemu hiyo anaenda kuchinja kulikuwa na masanamu yanaabudiwa? Akamwambia hapana ya Rasulullah. Akawaambia tena, akana fihi eidun min a'yadihim, je, kulikuwa na sherehe zinafanyika sehemu hizo za kijahili za washirikina? Qalu ya Rasulullah la, hapana, hakujawahi kufanyika. Faqala awfi binadhrika la wafa'un binadhrin fi ma'siyatillah, nenda katekeleza nadhiri yako. Ingelikuwa kuliwahi kuabudiwa masanamu au kunafanya sherehe za kijahili sehemu hiyo, basi ningekukataza usiende kutekeleza nadhiri yako. Kwa nini? Ikiwa sehemu ambayo imeharamishwa sehemu hiyo, ukaona wewe unafanya jambo la kheri, jambo hilo ni zuri, ukaliona la kiibada, ukalifanya sehemu na ibada hiyo inabatilika, ibada inabatilika. Iwe ibada unayotaka kuifanya inawafikiana na sheria ya Allah tabaraka wa taala sehemu unayoifanya ibada hiyo. Mtu akikaa itikafu tena kiamu laili nyumbani kwake, si ndio vizuri, anahuisha nyumba itikafu na kiamu, lakini inaonekana batil. Ibada inatakiwa ifanyike msikitini ya itikafu, ila akisimama kiamu laili peke yake biduni nia ya itikafu, inajuzu nyumbani kwake bila nia ya itikafu. Kwa kumalizia, pia wakitembeza hawa wanaozungumza wakisema, kwani ila kullu bid'atin dhalal, tunaiweka wapi katika hukumu za Uislamu? Yani haya masomo kwa mashehe nyinyi mnaosomesha, mnajua wanasomesha watoto wa ibtidai haya hizi fani hizi. Tukiachilia mbali usulu fiqh ambao haigusi, ndio tutaingia hapo nukta yetu ya mwisho. Wanasema katika hukumu za Uislamu kuna halali, kuna haramu, kuna mubah. Yani mubah kiusuli tunaita mandub, sunna afwan. Kuna sunna, kuna mubah. Sunna tunaita mandub au tatawwu au naflun. Alafu kuna mubah, kuna makruh. Hizi tano, kuna halali, kuna haramu, kuna sunna, kuna mandub, kuna makruh, alafu kuna mubah. Hizi tano zimekamilika. Halalun ma ahallahu Allah, halali ni aliyohalalisha Allah tabaraka wa taala, iko wazi. Haramun ma haramahu Allah, haram ni aliyoharamisha Allah tabaraka wa taala,
anaharamishaje Allah ndani ya kitabu chake au kupitia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haramu watu wa usul fiqh wameita mahdhurun haram, inajulikana mahdhur. Sasa haramu utaijuaje? Kila tamshi linakwambia kwamba hichi ni usila, hichi ni haramu, au usifanye hichi ni haramu, tayari limesabi uharamu wake. Kila tamko linalokuja ndani yake kuna laana, kwamba ukifanya hili umelaaniwa, hujaambiwa ni haramu, lakini ukifanya umelaaniwa. Watu wasuli wakwambia hilo tayari limesabi uharamu wake. Utafanyaje kitu ambacho unalaaniwa? Kwa maana kitu hicho nini? Ni haramu. Kila kitu ambacho, kila nasi inayokuja kueleza kwamba ukifanya jambo fulani utaadhibiwa, wewe ni wa motoni, hujaambiwa ni haramu, lakini umebashiriwa moto. Kila ambalo unabashiriwa moto ujue hilo nini? Ni haramu. Kila nasi itakayokuja inakwambia kwamba ukifanya jambo fulani wewe umepotoka, huo ni upotofu katika dini, na upotofu si motoni, ni dhalala. Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min an-nur ila adh-dhulumat walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Mahali shahid, jamaa anauliza, anasema hii bid'a hii tuiweke kwenye fungu gani, la haramu au la halali au makruhu au sunna au mubah? Yani wewe hujajua tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu bid'atin dalalah, upotofu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja hapa duniani kwa mambo mawili, imma al-haq au dhalala, imma ni haki au upotofu. Wewe huyu upotofu sehemu yake ni wapi? Ndio sasa masomo ni hapo ibidai kabisa. Hujajua kullu bid'atin dalalah ni wapi? Upotofu ni wapi? Hapa kwenye hukumu tano hizi haijatajwa bid'a tukizihesabu. Anajua haijatajwa dhalala ni wapi. Na aliwa nyingine anasema kullu dhalala fi an-nar. Kitu kinachohukumiwa motoni, wao wanaona kwamba hichi sio upotofu. Singekuwa makruh basi kupokea na kushoto na kutoa kwa kushoto, hizo ndio makruh hizo. Yaani mtu anakuja na kupa kitu na kushoto na kupokea na kushoto, hiyo ndio nini? Ndio makruh. Unakunywa maji unasimama, hizo ndio makruh. Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la bid'a wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Hiyo akasema kulla dalalah fi an-nar. Hadithi hii adhimu ambayo ni msingi ya dini, hujaiona wewe na ashiria dhalala nini? Mfano wa mwisho ni kwamba Mtume sana wasema kila anayerefusha nguo yake chini ya fundo mbili fina anaenda motoni. Sasa unawaambia watu hadithi hii tuiweke kwenye nini? Kwenye haramu au wapi? Sasa kinachompeleka mtu motoni nini? Kwani kule kuna kwenda kusalimia kule na kutoka motoni? Motoni ni sehemu ya adhabu na inatisha. Allah tukinge sote na moto. Mtu anaingizwa motoni kwa sababu ya fundo yake kuvukwa na nguo katika wanaume, ambao dhambi hili katika kabaira dhunubi haliwezi kufanana na ukubwa wa bid'a. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin jami'an fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim sayyidul ijabah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل مرة ثانية، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله وتقوى الله جل وعلا. وأيضا أحثكم باستكثار بالصلاة على نبينا المصطفى، فإن الله تبارك وتعالى حثنا بذلك، وخاصة استكثارها في يوم الجمعة. إن الله تبارك وتعالى يقول
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما نصنع. وأقم الصلاة.